Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Bwana, baada ya kukamilika kwa hatua ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika na klabu bingwa barani Afrika na vipata virabu 16 kwa maana ya virabu 8 ambavyo vimefuzu hatua ya robo finali kwa upande wa kombe la shirikisho barani Afrika na vilabu 8 ambavyo vimefuzu hatua ya robo finali kwa upande wa klabu bingwa barani Afrika. Bwana, shirikisho la soka barani Afrika CAF limetoa orodha ya viwango kwa ngazi ya virabu mara baada ya hatua hiyo ya makundi kutamatika hapa, na kusogezea orodha ya virabu 10 ambavyo kwenye vile viwango vimeweza kupangwa. Bwana, Al Ahly bado anaendelea kuonyesha ni kwa namna gani amewekeza kwenye soka, lakini kwa namna gani amewekeza pia kwenye swala zima la usajili. Bwana, Al Ahly wao wanashika nafasi ya kwanza wakiwa na pointi 66 ambazo wamezikusanya, lakini nafasi ya pili ni Mamelodi Sundowns, wao wanashika nafasi ya pili wakiwa wamekusanya pointi 58. Nafasi ya tatu ni Express de Tunis, nafasi ya tatu wakiwa wamekusanya pointi 53. Nafasi ya 4 ni RC Berkane, wao wamekusanya pointi 52. Nafasi ya tano ni Pyramids ambao wamechukua nafasi ya Simba, ambao Simba wao wameporomoka. Nafasi ya 4 nafasi ya 5 Pyramids wameweza kukaa hapo wakiwa na pointi 48. Nafasi ya 6 ni Al Hilali ya Sudan, bana, wao wamejizolea alama 39. Bwana, kwa upande wa Al Hilali unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo ni kama wameamua kuwekeza kwenye swala zima la usajili, lakini pia kutafuta wachezaji ambao wana viwango, licha ya changamoto ambazo wanazipitia kwenye taifa lao la Sudan kutokana na machafuko ya kisiasa na kuwafanya kuanza kuhama kutafuta nchi ili waweze kucheza ligi kwa ajili ya kujiweka sawa. Wameendelea kuonyesha ni kwa namna gani ambavyo uwekezaji unatakiwa kwenye timu kwa kusajili wachezaji bora. Ndicho ambacho kimewafanya kufikia hapa wakiwa nafasi ya 6 wakiwa na alama 39, na tumeona pia kwenye hatua ya makundi wakimfunga kigogo Mamelodi Sundowns na wakiweza kukwea mpaka nafasi ya kwanza kwenye kundi lao na kuweza kutinga hatua ya robo finali. Wana nafasi ya 7 ni Zamalek kutoka pale Misri, wao wamejizolea alama 39. Nafasi ya 8 ni Simba Sports Club ambao wao wameshuka kutoka nafasi ya 5 mpaka ya 8, wao wana alama 38. Nafasi ya 9 ni USM Alger, alama 37, na nafasi ya 10 ni Yanga Afrika ambao wao wamepanda kutoka nafasi ya 12 mwanzo mpaka nafasi ya 10, kwa maana wamepanda nafasi 2. Simba wameporomoka kwa nafasi 3. Kwa hiyo hivi ndivyo vilabu 10 ambavyo vina ubora kwa maana ya viwango vya ubora ngazi ya klabu kwa miaka 5 iliyopita baada ya 2020, baada ya miaka 5 kupita bwana. Hii ndio CAF ranking kwa upande wa virabu. Kwa hiyo baada ya makundi kukamilika, CAF bwana wametoa viwango vya ubora ngazi ya virabu, na tumeona namna ambavyo Simba wameweza kuporomoka kwa nafasi 3, Yanga wakipanda kwa nafasi 2 kutoka nafasi ya 12 mpaka nafasi ya 10, wakati Simba kitoka nafasi ya 5 mpaka nafasi ya 8. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo CAF wametoa orodha ya viwango kwa upande wa virabu. Lakini pia ikumbukwe misimu mitatu nyuma Yanga alikuwa kwenye nafasi ya 80, na hii inaashiria improvement kubwa sana kwa upande wa klabu ya Yanga. Kwa hiyo hizo ndizo rank ambazo shirikisho la soka barani Afrika wamezitoa kwa ngazi ya virabu kwa miaka 5. Kwa hiyo Al Ahly bado wanaendelea kushikilia nafasi ya kwanza, lakini tukishuhudia Simba na Yanga moja akiteremka kwa maana ya kushuka, kwa maana ya Simba kutoka nafasi ya 5 mpaka ya 8, lakini tukishuhudia Yanga wakipanda kutoka nafasi ya 12 mpaka nafasi ya 10 kwenye renki za virabu barani Afrika. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.